na wote mnajua kwamba serikali imefanya jitihada kubwa katika kutengeneza mazingira mazuri ya kazi ya walimu. Hii ni pamoja na maboresho ya ujenzi wa nyumba za walimu, vyumba vya madarasa, maabara, tehama na vifaa vya kufundishia. Kwa nyumba za walimu bado tuna changamoto kwa sababu idadi ya walimu ni kubwa kuliko kiwango cha fedha tunachokipata kwa kujenga nyumba. Nataka niwahakikishie serikali inaendelea kubuni mfumo mzuri wa kupata nyumba za walimu. Tulianza kuwa na nyumba moja mtu mmoja, tukaja 2 in 1, tukaja tukabuni 6 in 1, bado tukarudi tena kwa 2 in 1. Tunaendelea kuona uwezekano huko baadaye kujenga magorofa, ili kama vile tulivyofanya kwa jeshi la polisi na jeshi la wananchi, kujenga magorofa kwenye compound kadhaa kwa ajili ya kuleta walimu kutoka sekta mbalimbali. Huu ndio mpango ambao tunafikiria sasa, na utakapokamilika mpango huu, basi tutaanza kuona maboresho haya. Muhimu jue kwamba serikali yenu ina nia ya dhati ya kuhakikisha hata makazi ya walimu yanapatikana kwenye maeneo mnapofanyia kazi. Ndugu walimu, napenda niungane na nyie kupitia risala yenu ambapo mmetambua kazi kubwa inayofanywa na serikali katika kipindi cha miaka hii minne, ambapo pia mkoa wa Geita pekee umepokea fedha nyingi sana kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya zile 179. Tuna vyumba vya madarasa 3334 na nyumba za walimu ambazo tunaanza nazo 103, na matundu ya vyoo zaidi ya 4500 yamechimbwa na kujengwa. Huu ndio mtindo ambao tunaenda nao kwa sasa, na hiki ndio kilelezo cha dhamira ya dhati ya serikali. Malengo ni kuhakikisha kwamba walimu nafundisha kwenye mazingira yaliyo safi, nzuri na ambayo pia yanavutia. Kwa kushirikiana na ofisi ya Rais Utumishi, endeleeni kubaini na kupunguza upungufu wa walimu kwenye maeneo yetu, aidha kwa kufanya msawazisho wa walimu wa ndani wa mikoa husika, na yenyewe pia iangaliwe, na kuondoa msongamano, mlundikano wa walimu kwenye maeneo ya miji, tuwapeleke kwenye maeneo ya vijijini. Lengo la serikali ni kwamba kila shule ipate walimu wa kutosha na kila mtoto wa Tanzania apate kufundishwa na mwalimu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, angalia shule nyingi za mjini hapa zina walimu 40, 50, lakini kule kuna walimu 5, 6. Punguza hawa, wapeleke kule wajaze na wenyewe ili shule zile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, taaluma ya ualimu ndio taaluma pekee ambayo humtengeneza mtu awe bora kuliko hata ualimu wenyewe. Mwalimu wakati wote hupambana kumfanya mtu kuwa bora kuliko hata yeye. Hujinyima muda wake na nguvu zake zote kumtengeneza mtu kuwa mume bora ama kuwa mke bora wa familia fulani, na baadaye pengine kuwa mzazi bora. Humfanya mtu kuwa raia mwema kwenye nchi. Zaidi sana humfanya kuwa mtumishi ama mfanyakazi ama mzalishaji mali bora wakati wote wa maisha yake. Hii ni taaluma ambayo tunaamini kuwa ni taaluma ya uumbaji wa pili baada ya mwanadamu kuzaliwa na wazazi wake. Kazi ya pili ya kumuumba mwanadamu huendelea hapa duniani, na muumbaji huwa ni mwalimu. Mwalimu ndiye anayetoa mwelekeo wa maisha ya kila mtu, na ukiona jamii yoyote yenye ustaarabu na kustaarabika haihitaji kupiga ramli kujua nani chanzo chake, ni mwalimu ndio sababu yake. Ndio maana wasomi waliotutangulia huko nyuma waliwahi kusema, ukitaka kuliua taifa lolote ama kulifanya lionekane duni wakati wote, basi hatua ya kwanza huwa mwalimu au huwa ualimu pamoja na taaluma ya ualimu. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kusherehekea mikono hii inayojenga Tanzania tunayoitaka, mikono inayozalisha wataalamu wa kila namna kwa ajili ya nchi yetu. Mikono hiyo inaitwa mikono ya walimu. Siku moja katika mwaka wote sisi ambao ni zao la mikono ya walimu, basi tukumbuke kuwa tumefika hapa kwa sababu ya mchango mkubwa wa walimu wetu. Taarifa zimeelezwa hapa za takwimu ambazo zimefanyika kwenye sekta ya elimu. Shule mpya zimeelezwa hapa zaidi ya 189, lakini vile vile
179, shule za sekondari 90, shule za msingi 89. Lakini vile vile tumeelezwa hapa walimu wapya walioajiliwa, lakini vile vile tumeelezwa hapa ni categorization ambayo imefanyika katika mkoa wetu wa Geita. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu kila analolipanga linatekelezwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, malimbikizo yaliyokuwepo ya watumishi zimeletwa fedha nyingi sana, wamelipwa walimu wengi sana katika malimbikizo yaliyokuwa nadai. Tumeshaelekezana sisi katika mkoa chini ya usimamizi wa rasi kwa watumishi wa umma kutokuendelea kutengeneza madeni ya kuhamisha walimu bila sababu za msingi, na kila mara walimu wapewe fursa za kwenda kusoma. Na mwaka jana Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo hili lilifanyika, zaidi ya watumishi wakiwepo walimu 400 walikwenda kwenye masomo ya muda mrefu na muda mfupi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuleta fedha kwa ajili ya kuendeleza walimu wetu, walimu ambao kwa kweli ndio wanatumika katika kuleta maendeleo kwa taifa letu.